Wananchi, tulieni. Hii tunaenda kushinda, ni yetu sote. Haya ni maneno ya kocha mkuu wa Young Africans Mwalimu Mangoba Mng'ete, ambaye yeye akiwapa moyo na morali mashabiki na wanachama na wapenzi wa klabu ya Yanga. Yapo mengi ambayo ameyazungumza, tutaenda kuyachunguza na kuyaongelea kwa ukubwa zaidi ili kuweza kukufikishia kile ambacho amekiongea kocha mkuu wa Young Africans. Lakini kwanza tukupe taarifa njema na bora zaidi. Tupo na Tannice. Hawa ni watengenezaji na wauzaji wa pool table bora na za kisasa zaidi. Hawa wanaenda kushinda kama ambavyo mwalimu wa Young Africans anawaaminisha mashabiki na wapenzi wa Yanga kwamba Agosti 12 wanakwenda kushinda. Florence Renatus, Tannice, pool table bora na za kisasa. Mabibo Hostel ndiko ambako wanapatikana. Tannice kwa nambari ambazo umezitaja hapo chini ya screen ya video ya mtazamaji. Kwa hiyo akishatazama tu hapo atawapigia Tannice kama ambavyo Young Africans wameaminishwa na kocha wao kuwa wanaenda kushinda. Hivyo ndivyo ambavyo mtu yote anayetumia pool table za Tannice anaaminishwa kwamba unachoenda kukitumia kinadumu kwa muda mrefu, lakini kina ubora wa hali ya juu. Ubora wa hali ya juu. Usicheze pool table tu, cheza pool table zinazotengenezwa na Tannice kwa material imara na bora zaidi. Twende tukaiangazie kauli ya kocha mkuu wa Young Africans mwalimu kutoka South Africa, Bwana Mangoba Mng'ete. Lazima ulimi uteleze pale. Nikimnukuu kocha amesema kwamba leo hatukuwa na ukatili mbele ya lango. Pia tumeruhusu magoli mepesi sana. Ila tarehe 12 mtegemee Yanga ya tofauti. Akaongeza kwa kusema leo ilikuwa ni mechi ya kirafiki, ila tarehe 12 ni biashara kamili. Maneno haya yanamaanisha nini kuelekea mchezo wa ufunguzi wa ligi kuu ngao ya jamii Agosti 12? Kwa namna ambavyo sasa na uelewa mpira wa miguu. Kwa sababu unajua unaweza kuwa umezungumza kitu hivi. Alafu intention ya kile ulichokizungumza wewe mwenyewe ndio unakifahamu. Lakini kwa namna nyingine sisi ambao ni wataalamu wa lugha tuna namna gani ambavyo tunaweza tukatafsiri kile ambacho wewe umekizungumza kwa namna tofauti. Lakini dhana nzima ya kile ulichokizungumza wewe ndio unaifahamu kwa maana dhana moja kwa moja. Lakini naweza nikazungumza kitu ambacho angalau kikakupa mwelekeo wa kile ambacho kocha amekizungumza. Of course jana ilikuwa ni ceremonial game. Unaona nielewa vizuri. Yaani mchezo ambao upo kwa ajili ya kusherehesha tukio kubwa ambalo mashabiki wa Young Africans au wenye Yanga yao huwa wanalifanya katika kila mwaka. Lakini ni mchezo ambao ulitupa nafasi ya kuweza kuitazama Young Africans kwa namna gani ambavyo kwa sasa hivi ipo kiwanjani chini ya kocha wao mkuu mpya. Honestly ni timu ambayo kwa sasa ukiangalia inaendelea kujengwa zaidi na zaidi kulingana na maeneo baadhi uwanjani. Huwezi kusema Yanga kwenye eneo la goalkeeping inajengwa. Hapana. Tayari wana mtu. Eneo la ulinzi kuna mtu ambaye ameongezwa kwa sasa hivi. Eneo la kiungo kuna mtu ambaye ameongezwa. Eneo la pembeni mwa uwanja kuna mtu ambaye ameongezwa. Eneo la mbele kuna mtu ambaye pia ameongezwa. Kwa hiyo kwenye 100% za Young Africans kwa sasa kwenye swala la kujenga tunasema 90% au 80% Young Africans inajengwa na wachezaji ambao profiles zao ni kubwa, sio wale ambao wapo kwa ajili ya kukua kwenye timu, no. Wachezaji ambao wanakuja kwa ajili ya kuleta impact ya moja kwa moja kwenye timu ya Young Africans. Hicho ndicho ambacho unaweza ukakizungumza. Ila kwenye baadhi ya maeneo ikiwemo eneo la goalkeeping sio eneo ambalo unaweza ukasema Yanga inajengwa, au eneo la wanacheza mafullback sio Yanga inajengwa, au tayari kule kuna watu ambao wapo. Ila kwa baadhi ya maeneo kuna watu ambao ndio wanaijenga hiyo timu. Kwa maana waliondoka wengine, sisi ndio tunaingia kuweza kuziba gap lao na kutoa kile ambacho watu mnakihitaji. Kwa hiyo kocha Mangoba amekiri kwanza kitu kizuri sana kwamba magoli ambayo wamefungwa ameyaita ni seal goals. Yaani magoli ambayo ni ya kijinga. Unaweza ukasema hivyo. Hii kauli unaikimbia, lakini kwa kocha ni ya kijinga au ambayo hayana uhalisia. Yaani tunatafuta maana moja kwa moja, ikiwa na maana ya kwamba ni tukio ambalo limetokea, mlikuwa mna uwezo wa kuliovercome, tunasema hivyo. Au yani kulizuia hilo tukio lisiweze kutokea, lakini baadaye mkaweza kulizuia. Ndio maana akatumia neno seal. Goli la kwanza mistake ya communication kati ya Masalanga pamoja na Faruko Omar Komara, kitu ambacho kuna muda ulihitaji kumuona Masalanga anasogea pale mbele. Yaani ingekuwa ni yeye kusogea. Kwa nini? Kwa sababu kusogea kwake kungempa nafasi ya kudaka mpira au kuongeza ulinzi zaidi wa kimpira, kwa sababu mchezaji angeweza kufanya clearance ya mpira, kwamba hata usingefanya clearance mimi ningeweza kufanyaje kudaka na mpinzani asingeweza kuufikia. Kwa hiyo ni changamoto ya kimawasiliano ndio ambayo iliweza kutokea. Goli la pili ilitokea kutokana na ile kukosekana kwa pressing resistance ya mchezaji Casemiro. Jambo ambalo likapelekea kuwa pressurized sana, wakachukua mpira wakaenda wakamuattack
Young Africans. Kwa kwake yeye anaona ni magoli ambayo moja lilitokana na mistake ya kiulinzi, lakini lingine ilitokana pia na aina ya mchezaji ambaye alikuwa ameenda kukutana na tukio hilo. Bado ni young player kwa maana ya Casemiro. Kwa ni sehemu ya kukua kwake kwenye mpira wa miguu. Siku nyingine atajifunza sehemu ambayo unaweza nikaenda nikaomba mpira ili nisiweze kuiweka timu katika hatari. Kwa sababu kwa mtu aliyesikiliza interview vizuri, kocha pia amezungumzia position yani kwa maana ya eneo ambalo mchezaji alienda kuombea mpira, ni eneo ambalo kulikuwa na pressure, kwa maana kulikuwa na watu ambao wangeweza kumwekea pressure. Kwa hakufanya vizuri scanning, kitu ambacho kikaiadhibu timu. Lakini kabla hujasogea zaidi mbele, hilo neno sili hiyo maana ya ujinga ambao unaweza kauzungumzia hivyo, ambao kocha anazungumzia kijinga, kama kocha ambavyo ameizungumzia neno hiyo sili amelitumia pia kwenye eneo la ushambuliaji la timu yake. Mtu ambaye amefuatilia interview vizuri namwambia sasa second half aliamini ya kwamba timu yake inaweza ikafanya jambo. Walikuwa wanaona hivyo kocha Mangoba kwamba timu inaweza ikafanya jambo, lakini kukawa na silly mistakes in the final third. Kwa maana ya kuna mistakes ambazo zilikuwa zinafanyika, yani vitu ambavyo mnaweza mkaviepuka, yani visiwepo kabisa, lakini mkaruhusu viweze kutokea, ikiwemo upotevu wa mipira katika eneo hilo, jambo ambalo likapelekea kuweza kuzipoteza nafasi. Sasa mbele zaidi kocha amezungumza vizuri sana kwamba hii ni moja ya mechi ambayo kwangu mimi nimechukua a lot of positive things. Na moja ya positive issue nitakuja ni finalize kwenye kauli yake. Moja ya positive issue ambayo kocha amechukua ni makosa ya kiulinzi ambayo timu yake ilikuwa ikiyafanya katika ule mchezo. Likiwemo swala la upotevu wa mipira, even if you are yani haupo kwenye pressure, lakini bado unapiga mipira ambayo inapotea, yani haiendi kwa wale walengwa. Mipira ambayo mingine inarudishwa nyuma pasipokuwa na sababu za msingi. Kiangalia hiyo timu kwa sasa, jana tulikuwa tunaona inacheza vertical direct football, si ndio? Kwa hiyo kocha ameona hiyo changamoto kwenye swala la kiulinzi, communication na baadhi ya mistakes zingine za kiulinzi ambazo zinaweza zikafanywa kazi kuelekea mtu ambaye wanaenda kumkabili. Lakini tuje sasa kwenye kauli yake, kwa maana ya biashara halisi itakuwa ni siku ya Jumatano, kwa maana siku ya kesho kutwa. Hii ina maana ya Young Africans ambayo pengine mmeishuhudia jana, sio Yanga ambayo mtaenda kuishuhudia siku ya Jumatano. Huko mbele alizungumza vizuri, akasema leo ilinihitaji kuweza kuweka baadhi ya players, kubadilisha kikosi, kuweka wachezaji wengine vijana ili kuangalia uwezo wao. Kwa hiyo nilikuwa natoa nafasi kwa kila mchezaji ili nione namna gani jinsi alivyo. Lakini siku ya Jumatano nitakuwa na kikosi mama ambacho nitaenda kukianzisha na kuona nini ambacho wanaweza wakafanyaje wakatupa. Kwa hiyo don't expect kwamba Yanga itaanzisha tena young players. No, itaanzisha watu ambao they are very matured na wanaweza wakacheza vizuri soka la kiushindani, hasa kwa timu ambao wanaenda kushindana nao kama Simba Sports Club. Florence, nimechukua neno moja hapo. Umesema kwamba miongoni mwa vitu ambavyo vilichangia kuiangusha Yanga hapo jana ni kukosekana kwa mawasiliano, kwamba poor communication. Sasa tumeiangalia jana Yanga, miongoni mwa vitu ambavyo vilimiss kwenye squad ambayo ilicheza jana ni kwamba hakukuwa na structure, kwamba haukuona muundo wa timu, kwamba walinzi, midfield pamoja na washambuliaji wao, na hii inaonyesha kwamba timu haikuwa well organized kiwanjani. Badala yake ilikuwa inategemea individual ability ili jambo liweze kutokea. Kuna siku mbili, ya tatu ndo dabi yenyewe, mechi ya ufunguzi wa ligi. Je, zinatosha mwalimu kuitengeneza chemistry ambayo itaenda kufanya kazi au cooperate vizuri kwenye mechi zidi ya mtani wake Simba? Sasa na ndo hapo ambako unaona umuhimu wa kuwa na watu ambao wanajua vizuri nchi uliopo au soka ambalo unalifanyia kazi, eneo ambalo soka unalifanyia kazi. For instance Tanzania, unaelewa vizuri. Nitakuwa mfano mzuri. Mfano kwenye mistake ambayo ilitokea kati ya Masalanga na Omar Farouk Komara. The next game ningelikuwa kwenye nafasi ya coach ya benchi la ufundi la kocha Mangoba, nakwambia usimweke Farouk Komara. Mweke Ibrahim Ahmad Baka, mweke na Bakari Nondo Mamnyeto, mweke Jigi Diara. Hao wanafahamiana vizuri kwenye ile eneo. Kwa kuna baadhi ya maeneo ambayo unaweza ukayafanyia mabadiliko, kuna baadhi ya maeneo ambayo hakuna umuhimu wa kuyafanyia mabadiliko kulingana na uhitaji wa mchezo namna ambavyo ulivyo. Ulichokiangalia huku nyuma, mistake iliyotokea huku nyuma ilikuwa ni issue ya communication. Kwa hiyo inawezekana ukakaa na players ukaelekeza vizuri, ukawapa mbinu kila kitu ambazo una expect kwamba zinaweza zikawasaidia, lakini they are players. Kuna muda wanakutana na situation ambayo ina muda mchache wao kuweza kuiamua. Ila kwa sababu hawa wanafahamiana vizuri,
wanaweza wakasoti hilo. Kwa sababu hawa wawili bado hawajajuana vizuri. Inawezekana kila mmoja akawa anataka kwenda kusoti kitu ambacho pengine alihitajika mmoja tu kwenda kukisoti na kuacha space ambayo inaweza kuwa attacked na kuweza kushambuliwa. Kwa hiyo kuna baadhi ya maeneo tu ambayo hata mimi naweza nikakwambia kwamba don't expect kwamba Young Africans wanaweza wakafanya changes kwenye hili eneo la beki wakati. Inawezekana ukamuona kaanza Mwamnyeto pamoja na Ibrahim Ahmad Baka kulingana na kujua vizuri mchezo ulivyo na communication iliyopo kati ya wachezaji hawa wawili. Alafu kwenye maeneo mengine baadhi kulingana na kwamba maeneo ambayo hayana wachezaji wale ambao walikuwepo pengine wangekuwepo performance zao zilikuwa za hali ya juu kwamba ungeanza nao kwa sasa hawapo, inabidi uweke wachezaji wako wengine wapi. Mfano eneo la ushambuliaji, eneo la winga wa kushoto ni eneo ambalo lazima tutakuta kuna mabadiliko ya wachezaji, wataingia wachezaji ambao wamesajiliwa. Eneo la kiungo wakati lazima tu ataanza Fred Van Ngoma, inawezekana ikaanza hivyo. So kuna mchezaji ambaye ukimtazama uwezo wake ni mkubwa, ukiangalia kwenye timu pengine yupo Juke Abuya. Kwa inaweza pia ukaona hajaanza Fred Van Ngoma akaanza Juke Abuya. Kwa unawapa nafasi wale ambao wanakuwa wanaujua vizuri huu mchezo, lakini pia wana muda mwingi walishaye kucheza pamoja. Yani communication, yani wanajuana vizuri kiwanjani. Kwa nini? Kwa sababu ya ukubwa wa mchezo ambao upo. Ni mchezo ambao una pressure kubwa sana. Ukubwa wa mchezo ambao upo, lakini pia na mahitaji ya wewe kama kocha. Kwamba ni mchezo ambao unaamini kama nitafanya vizuri utaendelea kunitambulisha na kutengeneza imani nyingi kwa mashabiki wa Young Africans. Hicho ni kitu ambacho Mangoba anapaswa kukijua kwamba ni moja ya mechi ambayo mashabiki wa Young Africans wakiona wameshinda hii mechi, imani yao juu yangu inazidi kuongezeka. It was like Romain Folz alivyoanza soka kwetu hapa. Akafanya vizuri kwenye ile game ile ya kwanza. Ndio. Baadaye akaenda kucheza na Simba akapata ushindi. Though maneno yalikuwa ni mengi, lakini kila mtu ameangalia tu kwamba Yanga ameifunga Simba mara 6 mfululizo. Nadhani ndio ilikuwa hicho kipindi, si ndio? Mara 6 mfululizo, hiyo ndio ikawa story kubwa. Kwa hiyo kocha amna ambaye tena alianza kumzingatia sana, lakini kocha angalau alifanya Young Africans kupata heshima yake mbele ya mtani. Kwa hiyo hata kwa kocha anajua kwamba hii ni moja ya mechi ambayo imebeba heshima yangu mimi kama kocha na imani kwa mashabiki wa Young Africans. Wakiona tumeshinda hii, imani yao juu yangu itaongezeka zaidi. Ila kama nitapoteza hii, angalau basi nipoteza lakini nimecheza mchezo mpira mzuri uwanjani, kwamba fine tumepoteza lakini Yanga ndio ilikuwa timu bora kiwanjani. Ni kama ambavyo unakumbuka Simba ilivyocheza na Young Africans. Do you remember? At the end of the day Yanga akashinda mechi, lakini kila mtu akawa anazungumza kwamba Simba ndio imekuwa timu bora. Kila mtu akawa anaona kwamba Simba this season wanaweza wakafanya vizuri. This season wanafanya vizuri. At the end of the day ndio hii Simba ambayo mpaka sasa hivi iko vizuri. Kwa hiyo at the end of the day ni kwamba unahitaji matokeo, unahitaji pia kuonyesha mpira mzuri kwenye kiwanja, na hilo ni kocha, hicho ni moja ya kitu ambacho kocha anakifahamu. Kwa kama nahitaji mpira mzuri, nahitaji matokeo, nahitaji kupata materials gani ambazo zinaweza kunitosha na kunifaa ndani ya huu mchezo, kutengeneza vizuri CV yangu, kuongeza imani kwa mashabiki, lakini pia kudeliver kile kitu ambacho watu wanafanyaje, wanakihitaji. Florence, ni mapema sana kuanza kuwajaji wachezaji wa Young Africans na sio sahihi kuanza kuwalaumu kwa mchezo ambao ulikuwa ni ya kirafiki tu, kwamba haukuwa na ushindani wowote. Maana ilikuwa ni kutamatisha burudani ambayo ilikuwa ni kilele cha wiki ya Mwananchi. Lakini tukienda kwenye zile dakika 90, kitu gani ambacho unatamani wachezaji wa Yanga wakisahau mapema kuelekea kwenye mchezo zidi ya mtani wao? Yaani ambacho kilitokea jana. Yaani wanapaswa kukisahau mapema kiwanjani. Wanapaswa kujua ile ilikuwa ni mechi ambayo ipo kwa ajili ya kurejesha fitness yao vizuri. Unaweza ukasema hivyo. Na kuwa remind ya kwamba sasa tunaanza safari ya kuitetea jezi ya Young Africans. Hiyo ni moja ya kitu ambacho kinapaswa kwa akilini mwao. Lakini sauni kwa kile kilichotokea. Yaani football iko hivi ndugu yangu Bakari. Ni kama umemaliza mtihani leo. Si unanielewa vizuri? Ulipomaliza mtihani leo, anyway haukujaza vile ambavyo ulikuwa na accept. Lakini kesho tena una mtihani. Aliyesoma chuo kikuu nadhani anajua. Kesho tena unajikuta una mtihani. Ukisema ulilai kwa kile kilichotokea kwenye ule mtihani, maana yake umeshaanza kutengeneza mazingira ya kufeli tena kwenye mtihani ambao uko mbele yako. Kwa sababu akili yako yote inaanza kile ambacho kimetokea kule. Hauna muda unaokusubiri, unapaswa ukaa chini uangalie nini napaswa kukifanya kuelekea mtihani ambao unafanyaje, unafuata. Nimekupa mfano wa mtihani wa chuo kikuu kwa sababu mtu wa chuo kikuu akishafanya mtihani hilo somo analiweka pembeni, hilo linakuwa limepita. Kwa hiyo kama ukufanya ulivyoona sikujibu vizuri kwenye ule mtihani, maybe nilisahau vitu au nilifanya nini,
lazima ukae chini ufikirie okay fine. Kilichosababisha ule mtihani nishindwe kufanya vizuri, maybe sikuwa na preparation ya kutosha. Inawezekana hivyo. Yeah. Au nilijiandaa lakini nilipofika kwenye chumba cha mtihani kuna baadhi ya vitu ambavyo nilijikuta nimesahau. Kitu gani kilitokea mpaka nikaanza kusahau vitu ambavyo nilikuwa nimevisoma kabisa na nikawa navikumbuka vizuri kichwani. Yeah. Maybe katikati hapo ulikutana na purukushani, labda ulichelewa kuingia kwenye chumba cha mtihani, maybe whatever, yani kuna incidents tu ambazo zilitengeneza yani tunasema disruption kwako zikakupelekea mpaka kujikuta umesahau. Haiwezekani umesoma vitu vingi afu visahau vyote hivyo vitu vingi. Maana yake kuna kitu tu kilitokea kapelekea kusahau vitu vyote. Kwa hiyo baada ya kugundua hilo unaanza okay fine. The next exam, what should I do as a student? Natakiwa nijiandae vizuri, niandae peni, niandae kila kitu, ni review vitu then niwahi kwenye chumba cha mtihani, ni relax nifanye mtihani wangu vizuri. Kwa hiyo ndio inakusaidia kwamba huu mtihani sasa naenda kufanya vizuri. Ila ukienda na kile ya kwamba kilichotokea kule bado kinaniumiza, basi ni lazima hata hicho kitakachokuta mbele tayari umeshakiandalia mazingira ya kwenda kushindwa. Kwa hata kwa timu yoyote ile, wewe ukimsikia kocha anakuambia, mimi napenda sana maneno ya Juma Mgunda. Huwa anasema ya kwamba tayari hiyo mechi ishapita. Hata kama nimeshinda, naamini tu kuna kitu ambacho hakijatendeka sawa kwenye ile mechi. Natakiwa niangalie vitu vyote. Jinsi kitu kizuri nilichokiona kwenye hiyo mechi, kibaya kilichotokea, niangalie vyote kama ambavyo vinaweza kunisaidia high next game. Kwa hata kwa Young Africans, ndio maana nikakwambia hivi, kocha amekuwa very positive na hiyo mechi. Jambo la kwanza wameona mistake kwenye swala la kiulinzi, ilikuwa inatokana na communication baina ya players, pengine wewe haujaona. Ilikuwepo hamna tena pressing coordination baina ya wachezaji. Kwa Bakari ukienda kufanya marking, fulani anatakiwa awe wapi, fulani anatakiwa awe wapi, fulani anatakiwa kumpin nani ili kuzuia usambazaji wa mipira kutoka nyuma kuja katika eneo letu la mbele, kwa sababu nyie ndo watu wa kwanza huko mbele kufanya eneo kukabia timu. Maana yake mkipitwa nyie mkawa na structure mbaya, tayari viungo wenu wana changamoto. Viungo wakipitwa tayari safu ya ulinzi imeshafikiwa. Safu ya ulinzi tayari wameshafika golini kwetu. Kwa hiyo ni baadhi ya vitu ambavyo mimi nilivichukua mfano kama mimi tu siku ya jana. Kwa hiyo hatakiwi kusema ile mechi imetunanisa na ile mechi no. Sasa hivi ni ahead Simba Sports Club. Nini kilitokea kule nyuma ikasababisha turuhusu goli mbili? Ni hili na hili na hili na hili. So tunaliandika pembeni, tunalifanyia kazi, tunaangalia na Simba Sports Club udhaifu uimara wao huko sehemu gani, tunaenda kuwa face Simba Sports Club. Na hii inakwambia kwa sababu hakuna perfect game duniani. Yaani hakuna perfect, yani kwamba sasa tumecheza vizuri sana. Yaani hata kama umeshinda 10, kuna sehemu tu kuna vitu ambavyo bado havijaenda sawa kwenye timu, unapaswa kuvichukua na kuvifanyia kazi. Kwa hata kwa Yanga wanasahau matokeo. Yaani jambo la kwanza unasahau nini? Unasahau matokeo. Alafu unakumbuka nini kilisababisha yale matokeo yapatikane. Ndio hicho unakaa chini na kukifanyia kazi. Ndio alafu naelekea mechi inayofuata. Florence, tumalizie kwa kifupi. Kuna kauli moja inasema kwamba hatupokei maelezo, tunapokea pesa. Maana yangu ni nini? Nilikuuliza vitu ambavyo Young Africans wanapaswa kuvisahau kuelekea game ijayo. Nikiwa na maana hii hapa. Wanasema hata kwenye msitu wenye wanyama wakali bado kuna miti yenye matunda. Positive things ambapo Young Africans wanapaswa kuchukua kwenye game ya jana licha ya kupoteza. Kwa kifupi, positive things. Jambo la kwanza ni aina ya ujengaji wao wa mashambulizi ambao walikuwa wanaifanya. Ilikuwa ni nzuri lakini ilikuwa inawakataa sometimes, kwa maana ya walikuwa wanajaribu kucheza ile direct vertical football, kwa maana pasi ya kwanza, ya pili, ya tatu tayari tumesha kwenda kumuattack mpinzani. Si unanielewa? Moja ya kitu ambacho ni kizuri sana, lakini changamoto yake ilikuwa ni nini? Baadhi ya mipira ilikuwa inapotea. Na ukiangalia hata goli la kwanza lilitokana na muundo huo. Kwamba tuna pasi 1 2 3 then tunaenda kumuattack mpinzani. Lakini sababu mnapokuwa mnapigana zile pasi chache afu mnaenda kumwataki mpinzani, wakati huo unakuta mchezaji ambaye kwa maana ya striker anafanya runs beyond the defenders, yani anakuwa anafanya mikimbio nyuma ya migongo ya mabeki. Sio, unanielewa vizuri? Unajua mchezaji yote anayefanya mikimbio nyuma ya migongo ya mabeki ni mchezaji ambaye is very hard kumkaba, kwa sababu player ambaye anakuwa anamlinda yule mchezaji anakuwa na vitu vingi vya kuangalia. Angalie mtu ambaye pengine yuko mbele yake, kumbuka huyu yupo pembeni yako, ndio afu uangalie huo mpira. Kwa kuna muda ukifocus kwenye mpira unamsahau huyu. Ukija ukamgeuka ukashaondoka, kashaenda kufanya runs, kashaenda kukufunga. Kwa hiyo mbinu yao ya ujengaji wa mashambulizi ni moja ya jambo la kwanza ambalo nililiona linaweza kufanikiwa, lakini lazima kuwa kuna ile tunasema wachezaji, yani uwezo wa wachezaji kupiga pasi ambazo uzito wake unakuwa unalingana na yule mchezaji ambaye anapewa ule mpira, kulingana pia na eneo ambalo anafanyaje anakuepo. Jana walitumia hiyo means ikawapa goli. Kwa hiyo kocha anaamini kama nikiongeza kitu kingine ndani ya hizo siku mbili, anaweza pia kukitumia kwenda kumwattack Simba, naweza pia wakapata goli, sababu wana mchezaji ambaye is very good kwenye kukifanya hicho kitu, kutimiza hicho kitu ambacho Young Africans wanakianza, kwa maana ya Peter Shalulile.
Wana wahenga vizuri umejibu vizuri. Wana wahenga waliwahi kusema kwamba usiku wa deni hauchelewi kukucha. Kwa maana kocha mkuu Young Africans amesema leo ilikuwa ni mechi ya kirafiki, ila tarehe 12 ni biashara kamili. Wananchi wapo tayari ili kujua hiyo biashara itaenda kisawasawa au hesabu haitofungwa. Nilikuwa na Florence Renatus ambaye yeye kwenye meza uchambuzi ameichambua kwa kina na kwa upembuzi yakinifu juu ya kauli ya kocha mkuu Manqoba Mng'iti, na nikutakie wakati mwema wa ufuatiliaji wa vipindi vingine vya Evolution ndani ya Data Sports TV. Mimi ni Bakari Kasim na nyuma ya kamera ni Alpha. Bye bye.